Taarifa inayoendelea ikiweza kuzungumzwa na mwanaharakati wa kisiasa wa Kenya Boniface Mwangi, ambaye aliendelea kuzunguka kwenye media tofauti za Kenya, na huku akiendelea kuchafua hali ya hewa, na huku akiendelea kugonga misumari ya moto kwa jeshi la polisi la Tanzania. Nafikiri kwa Rais William Ruto, baada ya yote kuweza kutokea, aliweza kuomba radhi ili mradi mambo mengine yasiweze kutokea ama uchochezi wa aina yote usiweze kutokea. Lakini tunashangaa cha ajabu, tumeweza kumuona mwanaharakati Boniface Mwangi akiweza kuzungumza tena kuendelea kuichafua jeshi la polisi la Tanzania, akiweza kuzungumza kwamba alifanyiwa matukio mabaya, matukio machafu ambayo yeye kama yeye hana budi kuweza kuyaongea. Na kama ulivyoweza kuingia kama kwenye airtime ambayo ulipata kuingia kwenye mtandao wa Instagram, aliweza kuposti majarada mengi yakionekana kabisa kwamba anaiaccuse yani jeshi la polisi ya Tanzania pamoja pia na uongozi wa serikali inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, kwamba kwa mateso na mambo yote aliweza kuyapitia ni lazima atayaongea na dunia iweze kujua ni kitu gani ambacho jeshi la polisi liliweza kufanya kwa Boniface Mwangi. Aliweza kuzungumza mambo mengi sana, akiwemo kwenye harakati ya kuweza kusikiliza kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Mughwe Lissu, ambapo ilikuwa ni tarehe 18 kama aliweza kueleza awali kabisa katika barua ambayo iliweza kuonekana katika mtandao wa Instagram kwa Boniface Mwangi, akiweza kuzungumza mengi na kwa uchungu zaidi, huku akisema kabisa kwamba jeshi la polisi kwa kilichoweza kumtokea na mambo aliweza kuyafanyia, yani kiwalisia ni jambo ambalo yeye alitumia hekima zaidi, lakini jeshi la polisi halikuweza kutumia hekima kwa upande wake. Na ndio maana kuna stage ambayo yeye anasema kabisa kwamba alipitia stage ya mateso mengi sana, aliteswa na alifanyia vitendo ambavyo hata mwenyewe pia amekuwa kila akizungumza ni lazima aweze kusema kabisa kwamba jeshi la polisi la Tanzania, yani kwa yote aliweza kufanyiwa na jeshi la polisi, basi inabidi dunia iweze kujua, na hata wa Kenya kwa ujumla, ambao yeye kama yeye kitendo cha kuzunguka kwenye vyombo vya habari vya Kenya ni kutaka wa Kenya wote wajue aliyoweza kuyapitia katika nchi ya Tanzania. Sasa nafikiri ni idara ama pia ni mbinu ya uchochezi, ili mradi kwa wote wanaokaa Tanzania ama kwa wale wadau ambao wanaishi Tanzania kule na maisha mengine yameweza kubadilika na kutoka katika maisha ya Tanzania na kuelekea Kenya, manake itawawia vigumu kuweza kuishi kule, na pengine wanaweza kupitia katika wakati mgumu wa kuweza kuteswa, ili mradi ionekane kama wanalipiza kisasi, kwa sababu kuna Tanzania wengi wanaoishi kule na wanatafuta maisha yao mengine. Lakini baada ya uchochezi huu ambao wanaofanya Boniface Mwangi, ni lazima utatengeneza uadui mkubwa baina ya Wakenya pamoja na Watanzania. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatboy Media.